Simba huko Yanga kaka, kwa hiyo familia yenye furaha zaidi. Furaha kutosha. Furaha ipo huku. Familia baba akishinda bwana, kwamba mimi ni mshabiki pekee nilioa na nimeoa mke kutoka Simba. Yaani mshabiki nilioa katika Tanzania ni mimi peke yangu, na mke wangu ndio huyu hapa mnayemuona. Kwa hiyo kweli ni familia ambayo ina furaha kuliko mashabiki wote Tanzania. Mbona isiwe tabu na mke uchukue kwao? Ni mke wangu, ni mpira ni upendo, sio adui. Kwa hiyo mimi nimeoa huku, nimeoa sehemu sahihi. Nimeoa sehemu sahihi na nasikia raha fresh tu. Dada kwema? Kwema. Mbona kinyonge? Kawaida. Kawaida, matokeo mabovu. Mbona kinyonge sana bana matokeo? Kawaida. Kawaida, sijakuzoea. Ukishindaga uona? Kawaida, mimi ndo nipo hivyo. Matokeo mazuri au mabaya? Matokeo sio mazuri, kufungwa sio matokeo mazuri, matokeo mabaya. Sasa hivi paka Azam sio timu mbaya, Azam si timu nzuri. Mbona Yanga wanawasumbua? Yanga wenyewe wanawasumbua. Kwa hiyo ni mchezo ndo ulivyo na matokeo ndo yalivyo, sio matokeo mazuri kwetu. Misukosuko kwenye klabu ya Simba bado ipo, umeiona? Misukosuko ipo kusema kweli, ndo hata injinia jana alisema kwamba kuna misukosuko kwenye vilabu vya mpira. Kwenye vilabu vya mpira kuna misukosuko, na hii misukosuko sio mizuri. Inatokana kwamba inatakiwa mashabiki watulie, wakishatulia mashabiki na viongozi vile vile watatulia. Kwa sababu fujo zote unavyoziona pale Simba, chanzo kikuu ni mashabiki. Yaani mashabiki kama hawajakuwa level moja kuwakubalia viongozi wao, timu inakuwa haitulii. Kwa hiyo mimi nilikuwa nasema kwamba mashabiki wa Simba watulize munkari. Kuna makosa labda yamefanyika, lakini wao kwanza ndio waitulize timu. Lakini wao kama watakuwa na taharuki, basi hata viongozi nao watakuwa na taharuki. Kwa hiyo inatakiwa viongozi wawasikilize mashabiki na mashabiki wawasikilize viongozi, ili timu ipate muunganiko. Lisiwe lile neno kwamba vilabu vya Afrika vina utata ama vina fujo, ile neno linakuwa sio zuri. Kwa hiyo mimi naomba mashabiki wa Simba watulize ili timu yao itulie. Alichokifanya Engineer Harris wenyewe wanasema ni kama kuwadhalilisha, sio kuwatetea. Hakuna, ni Engineer Harris. Ndio maana nakwambia fujo inaanzia wapi? Si kwa mashabiki wa Simba. Engineer Harris kawasemea Simba na hataki fujo za vilabu vyote. Yule ni mwenyekiti wa vilabu vyote Afrika. Yeye amesisitiza kwamba vilabu vya Afrika visiwe na migongano kama ile. Kwa hiyo kama amewasemea Simba pale ni sehemu sahihi. Je, Engineer angeongea katika chombo cha habari hapa Tanzania, angeongea katika labda Media Pass TV, amesema vile, si ndio ingekuwa dharau zaidi? Lakini ameongelea katika klabu kubwa, ameongelea katika sehemu kubwa kama vile FIFA wanajua, na amesema kwamba tuache migogoro katika vilabu vyetu. Hiyo naona sio kitu kibaya. Kuelekea dirisha dogo dada, unatamani timu yako iboreshe upande gani ambao unaona unapoa kwa sasa? Kwanza striker, ushambuliaji. Yaani ingewezekana Mkwala angeachwa, Mutala angeachwa, tutafute watu. So mwenyewe kama hivyo unavyoona anatuzingua. Yaani ana nidhamu. Kwa hiyo huwa anatukost. Kama hivi juzi tulivyocheza na Azam, ikitokea yale mambo aliyoyafanya anaweza akafungiwa na akatozwa fine. Kwa hiyo vitu kama hivyo klabu anakuwa anaitia hasara na maendeleo yanakuwa hamna. Yaani kama dirisha dogo linafunguliwa, watafuta wachezaji wenye quality na mastweka wanaoeleweka ili waje wasimame mbele. Na benchi la ufundi kwako imekaaje? Benchi la ufundi livunjwe lote. Lije ambalo tunajua kabisa hili naweza likatupeleka robo finali. Na kama ni kocha atafutwe mapema, sababu tunaenda kwenye michuano ya AFCON, tuna muda mzuri wa kukaa na kocha na kuelewana na wachezaji. Baadhi ya wachezaji ambao walikuwa hawajaenda kuzoea mazingira na kuzoea viwanja vya hapa. Kwa hiyo mimi naomba viongozi kwa hayo yote yaliyotokea wakae wajitathmini, tumekosea wapi, haya mambo yaishe na tuendelee na klabu yetu na timu yetu. Wanayosema unadhani wakiboresha Simba inafanya vizuri? Wakiboresha Simba inafanya vizuri kwa sababu mgogoro ndio unafanya kwamba uende vibaya. Hata katika familia sisi, mimi na mke kama tuelewani na familia zetu zitakupo haziende vizuri. Kwa hiyo kwamba inachotakiwa mashabiki watulie, wakishatulia timu inaweza kufanya vizuri kwa sababu utulivu utakuwa ni mzuri zaidi. Kwa hiyo mimi ninachosema hichi kwamba
ni utulivu tu ndio unatakiwa, lakini yote kwa yote tumpongeze Engineer Hersi kwa sababu amechaguliwa kwa mtu wa kwenda kuwafundisha, na tena amechaguliwa na FIFA, ni kitu muhimu. Amechaguliwa kwa mwenyekiti wa vilabu vyote barani Afrika, amechaguliwa kwa mjumbe wa mashindano ya wanaume Afrika, amechaguliwa kuwa mfundishaji katika masomo ya transformation. Kwa hiyo nayo yote tumpe sifa, na bado kijana anajituma. Kwa hiyo yote kwa yote kwamba ni sisi tujitume ili tuweze kufikia mafanikio ambayo tunayataka. Uwepo wa uongozi bora ndani ya Young Africans unaichangia mafanikio ya Yanga kwa asilimia ngapi? 90% inachangia uongozi bora pale Yanga kufanya vizuri, kwa sababu ndani ya miaka minne tulikuwa hatujacheza makundi, ndani ya miaka karibia 30 kufika makundi hatujafika, lakini alivyokuja Engineer tumeingia mara 3 mfululizo, ndio timu ya kwanza Tanzania kuingia mara 3 mfululizo katika makundi. Kwa hiyo alivyoingia Engineer, historia inajengeka na tunapata vitu vingi. Kwa mfano sisi Young African tulikuwa tuko nyuma sana kinamba, tulikopo timu sijui ya 40 sijui ya 30 sijui ya ngapi huko Afrika, lakini alipokuja Engineer ndani ya miaka minne hii tunajiona hadi sasa hivi tuna namba 8, tuko vizuri, tunasogea kutoka namba 20 30 sijui 10 ngapi mpaka namba 8 klabu bora barani Afrika. Kwa hiyo nadhani kwamba siku zinavyozidi kwenda tunazidi kuwa bora ni kwa sababu ya uongozi bora. Kwa hiyo kama uongozi bora hakuna, basi mtikisiko lazima uwe mkubwa sana. Quality ya Young Africans kwa sasa unatarajia kuiona wapi msimu huu kwenye hatua kwenye mashindano ya kimataifa pamoja na ligi kuu? Kwa quality ya Yanga sasa hivi tunacheza finali kombe la klabu bingwa. Kwamba tunacheza finali klabu bingwa. Yanga. Yanga naiaminia sana. Yanga sijaona timu yoyote ya kuifikia Yanga kwa sasa hivi. Tunachukua tena, tunatetea tena. Unaona Azam alivyokuwa wa moto. Azam katika mechi 5 ameshinda 2 nadhani. Sasa unakuta kwamba yeye ni wa moto, lakini ameshinda sio moja sio 2. Kwa hiyo moto wa Azam mimi naweza nikauzima. Ndio maana nakwambia kwamba mimi katika ligi kuu mimi na uhakika kuchukua ile kombe, kwa sababu mimi nipo juu. Asilimia zangu ni nzuri zaidi nilizocheza mpira. Katika mechi zangu takriban 5 nimesuluhu 1, sijafungwa, nimesuluhu 1, nimeshinda zote. Kwa hiyo nina wastani mzuri. Simba mnaonekana kutokuwa vizuri katika uongozi mpaka kwenye kwa wachezaji. Kwa Simba hii ya sasa hivi quality ile uko na unaiona Simba wapi msimu kwenye hatua za makundi kule na ligi kuu? Simba sio kama ina wachezaji wabaya. Simba ina wachezaji wazuri. Kinachotukosti sisi ni kutokuwa na umoja na kutokuwa ile makini kwenye kuendesha timu. Kama timu inakuwa na mgogoro, huwezi kufanya vizuri. Kwa hiyo yote yanatokea kutokana na viongozi. Viongozi wakikaa wenyewe mambo yao wakiamaliza, timu itafanya vizuri. Ukiangalia Simba wachezaji wake sio wabaya, wamesajili wachezaji wazuri, wakina Maema ni wachezaji wazuri, wametoka kuchezea timu kubwa Mon. Kwa hiyo wakikaa yaani wakisema kwamba sasa hivi tumeamua tukae tuendeshe timu yetu, tujue tunafika wapi na tuone tutafika wapi. Simba inaweza kafika robo finali, inaweza kafika nusu finali na ubingwa tukachukua. Kama mwaka jana tumepishana pointi 1 tu kwa sababu hatakuwa makini, viongozi hawakutaka. Laiti wangekuwa wanaitaka, mwaka jana Simba alikuwa anachukua kombe. Kuelekea kumalizia msimu, niwatakia kila laheri ninyi mashabiki wa Simba na Yanga. Kuelekea kumaliza msimu, nawatakia kila laheri mashabiki wa Simba wote na Yanga. Sawa.